katika kanisa la Full Gospel Bible Fellowship, makao makuu, barabara ya Sam Nujoma, Mwenge, Dar es Salaam. Jumapili ni siku ya Bwana. Inafurahisha siku hii kuwa miongoni mwa maelfu ya watu waliokusanyika mahali pamoja wakimsifu Mungu kwa nyimbo nzuri na kumwabudu katika roho na kweli. Katika kaseti hii utasikia mafundisho ya neno la Mungu katika siku mojawapo ya Bwana yakiletwa kwetu na askofu mkuu wa kanisa la Full Gospel Bible Fellowship, Askofu Zakaria Kakobe. Hakika hutakuwa ulivyo baada ya neno hili lililojaa nguvu ya Mungu. Fungua moyo wako kupokea chakula cha kiroho. Tunapomkaribisha sasa Askofu Zakaria Kakobe. Mungu mwema, tuna kiu ya kuzidi kujifunza neno lako. Mpe kila mmoja wetu sio tu masikio kusikia, lakini moyo wa kulitenda neno lako, ili ipate kuwa faida kwetu, katika jina la Yesu. Amen. Somo letu la leo lina kichwa, dhambi ni nini? Dhambi ni nini? Kila mmoja wetu amekuwa akisikia tena na tena juu ya neno dhambi, lakini ufahamu wetu juu ya neno dhambi umekuwa sio wa kina kwa namna ile ambayo maandiko yanatufundisha. Wengi wetu tukisikia neno dhambi linatajwa upesi, tunaona tu dhambi ni kunywa pombe, kufanya uasherati, kufanya uzinzi, kuua, kuiba na mambo tu yanayofanana na hayo. Lakini dhambi ni zaidi tu ya hayo ambayo tunaweza kuyataja. Na sio tu, lakini wengine wanacheza na dhambi na hata kujivunia kufanya dhambi na hata kujiona mabingwa wa dhambi, kwa sababu tu hawajui dhambi ni nini. Lakini laiti wangejua dhambi ni nini machoni pa Mungu, wasingeweza kujivunia kufanya dhambi. Dhambi ni nini basi? Na huja kwetu kwa namna gani? Na ni nani awezaye kufanya dhambi?
Twende sasa hatua kwa hatua katika kuliangalia neno hili. Dhambi ni uasi. Waraka wa kwanza Yohana sura ile ya 3 mstari wa 4, hapa tunasoma. Waraka wa kwanza Yohana sura ile ya 3 mstari wa 4, maneno hapo yako wazi yakitueleza hivi: kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Ili tupate kuelewa vizuri uasi unaotajwa hapa ni nini, uasi kwa jumla wake ni kuacha maagizo ya mkuu, kuacha kufanya sawasawa na maagizo ya mkuu, kuwa mbali na utii wa maneno ya mkuu, unaitwa uasi. Lakini kuna kitu cha ziada cha kujifunza hapa. Tukitaka kufahamu wakati wote undani wa neno la Mungu kama ambavyo tumekuwa tukijifunza, hatuna budi kurejea katika lugha za asili zilizoleta Biblia kwetu. Agano Jipya limeletwa kwetu katika lugha ya asili ya Kiyunani sehemu kubwa, na Agano la Kale limeletwa kwetu katika lugha ya asili ya Kiebrania. Sasa neno dhambi katika lugha ya asili ya Kiyunani, neno linalotumika kumaanisha dhambi ni hamatia, H-A-R-M-A-T-I-A, hamatia. Neno hamatia katika lugha ya Kiingereza linatafsiriwa missing the mark. Missing the mark. Kiswahili tungesema kuacha mstari au kuiacha alama. Neno la Mungu linakuwa kama mstari uliochorwa na Mungu mwenyewe, kwamba tusivuke hapa. Ni mpaka ambao umewekwa, tusivuke hapa. Na maandiko nasema tukikengeuka kwenda kushoto au kulia, mbali na mpaka huo, mbali na alama hiyo, mbali na mstari huo, sasa tumefanya dhambi. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 5 mstari wa 32. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 5 Kumbukumbu la Torati sura ile ya 5 mstari wa 32 tunasoma: tunzeni basi mtende kama mlivyoamriwa na Bwana Mungu wenu, msikengeuke kwa mkono wa kuume wala wa kushoto. Endeni njia yote aliyoagiza Bwana. Huo ni mstari wa 33. Tunzeni basi mtende kama mlivyoamriwa na Bwana Mungu wenu, msikengeuke kwa mkono wa kuume wala wa kushoto, lakini mwenende katika njia yote kwa namna ile ile aliyowaagiza Bwana. Unaweza kuona tukikengeuka kwenda kushoto au kulia na tukaiacha alama, tukauacha mpaka, sasa tunatajwa hapa tumefanya dhambi. Tunaweza kusoma maandiko yanayofanana kwa wakati wetu. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 13 mpaka mstari wa 14. Alafu Yoshua sura ya 1 mstari wa 7.
unaweza kuona Adamu na Hawa, wazazi wetu wa kwanza waliokuwa katika bustani ya Edeni, wao hawakufanya uasherati, hawakufanya uzinzi, wala hawakuua, wala hawakunywa pombe, wala hawakuvuta sigara, wala hawakufanya masengenyo, wala hawakuwa na wivu. Hawakufanya dhambi tunazozijua sana, ambazo ndizo tunaziona sana kwamba ni dhambi. Hawakuiba. Adamu asingeweza kufanya uzinzi kwa sababu hakukuwa na mwanamke mwingine mwacha Hawa, na Hawa vile vile. Hakuwa namna yoyote ya kufanya ya kufanya dhambi nyingi tunazozijua sasa, kwa sababu walikuwa watu wawili tu, mtu na mke wake. Lakini tunaona wao nao wakitajwa kufanya dhambi. Tena dhambi moja tu walioifanya iliwafanya kutolewa katika bustani ya Edeni na kutupwa nje mbali kabisa na Mungu. Walifanya dhambi gani basi? Kama hawakunywa pombe, kama hawakuvuta sigara, kama hawakufanya uzinzi. Ana watu wengine tunakuwa wepesi sana kusema, najua mimi sijasema uongo, mimi sijafanya uzinzi, mimi sijaua, mimi sijaiba, sasa nimefanya dhambi gani? Tunakuwa wepesi kusema hivyo na kuwaza kwamba dhambi itahesabiwa kwetu pale ambapo sisi ni wazinzi, sisi ni wauaji, sisi ni walevi na kadhalika. Ni zaidi ya hapo. Adamu na Hawa nao walipewa agizo la mkuu, walipewa agizo la Mungu kwamba matunda ya miti yote katika bustani wanaweza kuyala, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani hayo wasiale. Matunda ya mti ulio katikati ya bustani hayo wasiale. Matunda ya mti ulio katikati ya bustani hayo wasiale. Tayari wakala matunda waliokataza kuyala, na hivyo wakahesabiwa tayari kwamba wamefanya dhambi. Wamekula matunda. Katika hali ya kawaida ungewaza kula tunda kuna tatizo gani? Kula tunda sio kunywa pombe, kula tunda sio kuua, kula tunda sio kufanya uzinzi. Watu wengine utakuta wanasema, wanapotosha maandiko na kusema lile tunda walilokataza kula ni inazungumzia tendo la ndoa, linazungumzia kujamiana. Si kweli. Huyu alikuwa mtu na mke ambao walishapata kibali kwa baraka zote. Mungu aliwaambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi, akawabarikia. Kwa hiyo walikuwa na kibali cha kufanya tendo la ndoa katika usafi wote na utakatifu wote. Kwa hiyo kinachozungumzwa ni tunda kabisa, tunda tu kama tunavyoweza kujua habari za machungwa, habari za mapapai, ni matunda tu kawaida. Lakini kwa nini kula matunda kwa dhambi? Kwa sababu Mungu aliagiza wasiale, wakala. Kwa hiyo wakawa wamekengeuka kwenda kushoto au kulia na kuacha mpaka wa neno la Mungu, na kuacha mpaka wa maagizo ya Mungu, na kuacha mpaka wa sheria yake. Na ukingeuka kwenda kushoto au kulia na kuliasi neno la Mungu na kuacha kukaa katika maagizo ya Mungu, huko ndiko kunaitwa kufanya dhambi. Kwa hiyo ni zaidi ya kunywa pombe, ni zaidi ya kufanya uasherati au uzinzi, ni mapana na marefu. Bwana tusaidie uzidi kufahamu juu ya dhambi. Sio tu, lakini maandiko yanasema kuacha kutenda mema tunayoyajua ni dhambi. Yakobo sura ile ya 4 mstari wa 17. Katika Yakobo 4:17 hapa tunasoma, ajuaye kutenda mema
na kwake mtu huyo hayo mema hayatendi, sasa inahesabiwa kuwa ni dhambi kwake. Unaweza kuona tukijua kutenda mema alafu yale mema tuyatendi, tayari inahesabiwa kwetu kuwa ni dhambi. Mema yepi sasa? Mema kwa mfano, baada ya kuokolewa tunaelezwa kwamba tunatakiwa kuwaleta watu wengine kwa Yesu. Tunatakiwa kuwashuhudia watu wengine wapate kumjua Yesu Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wao. Ikiwa hatuwashuhudii watu wengine na kueleza jinsi wanavyotakiwa kuishi hapa duniani katika usafi na utakatifu ili wapate kumwona Mungu, tayari kutokushuhudia huko kunahesabiwa kwetu kuwa ni dhambi. Ndio maana Biblia inasema katika Ezekiel kwamba ikiwa tunamwona mtu anafanya dhambi, anafanya uovu, na hatumwonyi mtu juu ya uovu wake, damu yake itatakwa mikononi mwetu. Damu yake itatakwa mikononi mwetu. Tumeacha kufanya mema ambayo tunayajua ni mema, kwa sababu tunajua kabisa Mungu hafurahi kufa kwake mtu mwovu, na kama kweli tumeokolewa na sisi hatufurahi kufa kwake mtu mwovu, lakini hatufanyi jitihada zozote za kuwaleta watu kwa Yesu, tayari tunahesabiwa kuwa tumefanya dhambi. Sio tu awaye aliokolewa, mtu yote ambaye ameokolewa anatarajiwa kuwa na maisha ya maombi. Maombi yana budi kuwa sehemu ya maisha yake. Kumwomba Mungu ni kufanya jambo jema. Tunapokuwa tayari tumejua juu ya jambo jema la kuomba alafu atuombi, tayari tunahesabiwa kuwa tumefanya dhambi. Ndio maana tunasoma vile vile katika Samueli kwamba mimi nisije nikatenda dhambi kwa kuacha kuwaombea wengine. Kuacha kuombea wengine tayari ni dhambi, kwa sababu ni jambo jema ambalo tunajua lakini hatukulitenda. Vile vile kutoa fungu la 10 la mapato yetu pamoja na sadaka, ile mkini kazi ya Mungu ipate kusonga mbele, ni jambo jema ambalo tunalijua wengi wetu. Tukiwa tunajua jambo jema kama hilo lakini hatulitendi, tayari tunahesabiwa kufanya dhambi. Sasa tungeweza kuorodhesha mambo mengi ambayo ni mema. Ikiwa tuyatendi, tayari tunahesabika kufanya dhambi. Sio tu tendo lolote lisilotokana na imani ni dhambi. Warumi 14 mstari wa 22 tunajifunza hilo. Tendo lolote lisilotokana na imani ni dhambi. Tukiwa tuna mashaka na uwezo wa Mungu wa kuponya magonjwa yetu yote, tukiwa tuna wasiwasi na kusema moyoni au hadharani kwamba magonjwa mengine yote yanaweza kuponywa lakini ukimwi Yesu hawezi kuponya ukimwi, tayari kusema hivyo ni dhambi. Kuwaza hivyo ni dhambi. Tendo lolote lisilotokana na imani ni dhambi. Unaweza kuona namna yote ya kutoka kuamini ndani ya mioyo yetu, tayari unahesabiwa kuwa ni dhambi. Sio hilo tu, lakini waraka wa kwanza Yohana sura ile ya 5, waraka wa kwanza Yohana sura ile ya 5 mstari wa 17, hapa maandiko yanasema kila lisilo haki ni dhambi. Kila lisilo haki ni dhambi. Na maandiko yanasema katika Zaburi, maagizo ya Mungu ndiyo haki. Ndio maana Yesu Kristo alisema imetupasa kuitimiza haki yote. Kutimiza haki yote maana yake kutimiza maagizo
yote ya Mungu. Ndio maana pia katika Zaburi 119 mstari ule wa 6 tunasoma, ndipo mimi sitaaibika nikiangalia maagizo yako yote. Sasa kila lisilo haki ni dhambi. Ile vile Biblia inatufundisha katika Mithali 24 mstari wa 19, fikra za upumbavu ni dhambi. Fikra za upumbavu ni dhambi. Fikra za upumbavu ni fikra za namna gani? Pale ambapo kwa mfano tunawaza Mungu ni mkatili, ndio maana anatutesa, ndio maana anatutenda hivi au anatutenda vile, tayari tunahesabiwa tuna fikra za upumbavu. Pale ambapo tunamfananisha Mungu na mtu katili asiye na huruma, tayari tuna fikra za upumbavu. Ndio maana Biblia inasema katika Ayubu, pamoja na yale yote ambayo yalifanyika kwa Ayubu, mali zake zilikongoroka, watoto wake 10 walikufa kwa siku moja, lakini hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Dhambi hiyo inazungumziwa katika jumla ya fikra za upumbavu. Kwa hiyo tunaweza tusitende, lakini mradi tu haya yote yanatoka katika fikra zetu, tayari tunahesabiwa kuwa tumefanya dhambi. Kwa hiyo kwa ujumla wake tungeweza kugawanya dhambi katika makundi mawili makubwa: dhambi za kutenda na dhambi za kutokutenda. Dhambi za kutenda au Kiingereza sins of commission. Sins of commission. Alafu dhambi za kutokutenda, sins of omission. Dhambi za kutenda na dhambi za kutokutenda. Dhambi za kutenda sasa ni kama tulivyosoma katika waraka wa kwanza Yohana sura 3 mstari wa 4, kila atendaye dhambi afanya uasi. Dhambi za kutokutenda, Yakobo 4:17 pale tuliposoma, ajuaye kutenda mema alafu hayatendi hayo mema, tayari inakuwa dhambi kwa mtu huyo. Sasa tupige hatua tena kutokea hapo. Kwa sababu hiyo, kama tulivyojifunza, dhambi hazimuhusu tu mtu ambaye hajaokoka, lakini dhambi zinamhusu hata mtu baada ya kuokoka. Kwa sababu baada ya kuokoka, dhambi nyingi ambazo tutakuwa tunazitenda ni zile dhambi za kutokutenda yale mema ambayo tunapaswa kuyajua na kuyatenda. Sasa kuna kitu cha ziada kinachotajwa hapa. Tunapokuwa tumeokolewa, hatupaswi tu kuridhika kukaa tu katika kanisa lolote, ili mradi tu tumezaliwa katika kanisa hilo, wazazi wetu wamekuwa katika kanisa hilo, mababu zetu wamekuwa katika kanisa hilo, na kuridhika tu kuwa pale mahali ambapo hapafundishwi neno la Mungu kwa kina, kwa mafunuo yaliyodhahiri, kwa mafundisho yaliyodhahiri. Tutakuwa mambo mengi hatuyajui, tutakuwa hatuyafahamu mambo mengi ambayo Mungu anataka tuyafahamu. Kwa sababu tumesoma katika Zaburi 119:6 anasema, ndipo mimi sitaaibika nikiangalia maagizo yako yote, sio moja tu. Na basi hatuna budi kukaa mahali ambapo tutajifunza kwa kina baada ya kuokolewa, ili mkini tupate kuelewa yale yote ambayo Mungu anataka tuelewe na kuyatendea kazi. Kama hatujui yale ambayo tunapaswa kuyafahamu, bado inahesabika kwetu kuwa ni dhambi. Pamoja na kutokujua kwetu, pamoja na kutokujifunza kwetu, hili hatujalijua, hili sikulijua,
hiyo haiwi udhuru unaokubalika, bado tunahesabiwa kuwa na dhambi pamoja na kutokujua yale tunayotakiwa kuyajua. Ni kutokana na andiko hili ndiyo tunapata ule msemo ambao umezoeleka kwa wale wanaozungumza mambo ya sheria kwamba ignorance of the law is no excuse in court. Huwezi kusema katika mahakama kwamba mheshimiwa hakimu, nilifanya hivi kwa sababu sikujua. Ni kweli nilifanya haya yote, nimeyafanya, lakini sikujua kwamba kufanya hivi ni kinyume cha sheria. Udhuru huo hauwezi kukufanya uachiliwe na hakimu. Bado utahukumiwa kuwa mkosa na bado utahukumiwa sawasawa na sheria, hata kama hukujua ile sheria. Haya yote ambayo tunayaona yakitajwa katika eneo hilo la sheria katika mahakama sasa yametokana na Mambo ya Walawi sura ile ya 5 mstari ule wa 17. Mambo ya Walawi sura ile ya 5 mstari wa 17. Mambo ya Walawi 5 mstari wa 17. Hapo tunasoma: Mambo ya Walawi 5 mstari wa 17. Na kama mtu akifanya dhambi na kutenda mambo hayo, na kama mtu akifanya dhambi na kutenda mambo hayo, naendelea kusema, na kama mtu akifanya dhambi na kutenda mambo hayo mojawapo ambayo Bwana alizuilia yasifanywe, ajapokuwa hakuyajua, tuseme wote, ajapokuwa hakuyajua, ni mwenye hatia vivyo, naye atachukua uovu wake. Unaweza kuona ajapokuwa hakuyajua bado inahesabiwa kwamba ni dhambi kwake. Unaweza kuona, ndio maana hatuna budi kukaa mahali tunapoweza kujifunza neno kwa undani, ili yamkini tupate kuyajua hayo na kuyatenda. Baada ya kufahamu hilo, tupige hatua tena. Nani anayeweza kufanya dhambi? Warumi sura ya 3 mstari wa 23, maandiko nasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Utukufu unazungumzia viwango vya usafi, vya utakatifu vya Mungu. Wote wamefanya dhambi. Wako watu wengine ambao wanachukua maneno ya neno, kila neno analosema mchungaji, mradi tu anaitwa mchungaji, mradi tu anaitwa padri, mradi tu anaitwa askofu, wanachukua kila neno analozungumza hivyo hivyo bila kulitafakari kwa makini, na hata bila kulilinganisha na neno la Mungu na kuona, je, haya yanayozungumzwa yako sawa sawa na maandiko? Haya yanayozungumza mchungaji huyu, haya yanayozungumza padri huyu, haya yanayozungumza askofu huyu, haya yanayoyatenda askofu huyu, haya yanayotenda mchungaji huyu, je, yako sawa sawa na maandiko? Wengine wanafikiri tu kwa sababu mchungaji amesimama madhabahuni, ni askofu, basi ina maana lolote analolisema, lolote analolitenda, huyu hawezi kutenda dhambi. Na ndio maana wengine wanapata ujasiri wa kuona kwamba, nafikiri mahali ambapo napoweza kwenda kutubu dhambi nikasamehewa, niende kwa mchungaji fulani, niende kwa padri fulani, niende kwa askofu fulani. Nafikiri huyu yeye hatende dhambi, na kwa sababu hiyo anaweza kunisamehe dhambi zangu, anaweza kuniweka huru katika dhambi zangu. Maandiko yananena waziwazi, kuhani, na sio kuhani tu, lakini kuhani alipakwa mafuta
anaweza kufanya dhambi. Mambo ya Lawi sura ile ya 4 mstari wa 3. Mambo ya Lawi sura ile ya 4 mstari wa 3. Kama kuhani aliyetiwa mafuta akifanya dhambi, inatajwa kwamba huyu naye hana budi kuhakikisha anafanya yale yote anayompaswa kufanya ili kutubu dhambi yake na kuiacha. Kama kuhani aliyetiwa mafuta akifanya dhambi, maneno haya yanatufundisha kwamba padri anaweza kufanya dhambi, askofu anaweza kufanya dhambi, yeyote kwa jina lake, yeyote, kwamba anaitwa papa, anaitwa kardinali, anaweza kufanya dhambi. Na yale yote ambayo anatueleza, yale yote anayotenda, lazima tuyapime kwa neno la Mungu. Haleluya. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 36. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 36 mstari ule wa 14. Hapa napo tunasoma maneno haya. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 36 mstari wa 14. Na zaidi ya hayo, wakuu wote wa makuhani na watu wakakosa mno sawasawa na machukizo yote ya mataifa, wakainajisi nyumba ya Bwana aliyoitakasa katika Yerusalemu. Unaweza kuona wakuu wote wa makuhani wakakosa mno. Wakuu wote, viongozi wote wa dini wakakosa mno, wakainajisi nyumba yake. Kumbe viongozi wote katika dhehebu lote wanaweza kuishi maisha ya dhambi, wanaweza kuishi mbali kabisa na mapenzi ya Mungu, na wakainajisi nyumba yake. Kumbe hatupati kuchukuliwa tu na kusema tu basi kwa sababu hili lote limekubalika katika dhehebu zima, viongozi wote wa dini katika dhehebu hili wanakubaliana na hili, basi ni salama. Hapana. Neno linasema wakakosa mno. Sio ile tu, lakini mkutano mzima unaweza kufanya dhambi. Mkutano mzima ilikuwa Israeli. Manake kanisa la Mungu linaweza kukengeuka. Sio swala la kusema mbona jambo fulani tunaona hata mhubiri fulani anafanya kule Marekani, hata unaona kila wote tunawaangalia kwenye TV namna hii, wanafanya hivi hivi, wako hivi hivi, wanatenda hivi hivi. Mkutano mzima unaweza kufanya dhambi. Kizazi kizima kinaweza kufanya dhambi. Angalia Biblia yako sasa katika Mambo ya Lawi sura ile ya 4 mstari wa 13. Mambo ya Lawi sura ile ya 4 mstari wa 13. Hapo napo tunasoma, na kama mkutano mzima wa Israeli ukifanya dhambi, na jambo lenyewe likafichamania macho ya huo mkutano, na wamefanya mojawapo katika mambo yaliyozuiliwa na Bwana kwamba wasiyafanye, nao wamepata hatia. Mkutano mzima wamefanya dhambi. Mkutano mzima wa Israeli, kanisa la Mungu limefanya dhambi, na bila hawajui jambo hilo, limefichamaniwa, limefichwa kwao, hawajui kama wanalotenda ni dhambi, bado wamepata hatia. Unaweza kuona sio hilo tu, wako watu wengine ambao hawaelewi. Wakati mwingine watumishi wa Mungu kama hivi, tunaweza tukakemea viongozi wa serikali, tunaweza tukawakemea viongozi wa tawala wa nchi, na mtu anasema inakuaje mtu anamkemea kiongozi wa nchi? Biblia inasema mtawala anaweza kufanya dhambi. Mambo ya Lawi sura ya 4 mstari wa 22. Mambo ya Walawi sura ya 4 mstari wa 22. Mtawala atakapofanya dhambi na kutenda pasipo kukusudia neno lolote katika hayo ambayo Bwana Mungu wake alizuilia asifanywe, naye amepata hatia. Mtawala atakapofanya dhambi. Unaweza kuona katika Mambo ya Lawi sura ile ya 4 mstari wa 27, sawa sawa na tulivyoona katika Warumi 3:23 kwamba wote wamefanya dhambi. Na hapa tena tunasoma, na mtu awaye yote katika watu wa nchi akifanya dhambi. Mtu awaye yote katika watu wa nchi akifanya dhambi. Unaweza kuona yeyote yule anaweza kufanya dhambi kwa msingi huo. Sasa tukiwa tumekwisha kuyafahamu hayo, sasa tupige hatua. Watu wengi ambao wanajivunia dhambi hawajui jinsi dhambi ilivyo
mbaya mbele za macho ya Mungu. Kwa kuangalia maandiko tunaweza kujua ubaya wa dhambi. Dhambi inafananishwa na mambo yafuatayo katika maandiko. Kwanza, nguo chafu. Katika Zekaria sura ya 3 mstari wa 3 mpaka mstari wa 4 tunaona hapo jinsi ambavyo mtu huyu alivyokuwa na nguo chafu. Huyo mtu huyu anaitwa Yoshua, sio yule Yoshua aliyeongoza baada ya Musa, lakini huyu ni Yoshua mwingine. Anatajwa kwamba alikuwa na nguo chafu. Nguo zile zikavuliwa, akavuliwa zile nguo. Baada ya kuvuliwa zile nguo, inatajwa hapo kwamba uovu wake umeondolewa. Uovu unafananishwa na nguo chafu sana mbele za macho ya Mungu. Hata kama tumevaa nguo nzuri, smart, tumepiga pasi, lakini tukiwa tunafanya uasherati, tukiwa tunafanya uzinzi, tukiwa tunakunywa pombe, Mungu anapotuangalia anatuona tumevaa nguo chafu sana zinazonuka. Sio tu, lakini dhambi inaitwa uchafu. Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 1. Wakorintho wa pili sura ile ya 7 mstari wa 1, maandiko yanasema tujitakase nafsi zetu na uchafu wote, sio wa mwili tu, lakini na roho. Uchafu wote wa roho. Dhambi inaitwa uchafu. Kama tunachukia uchafu na kutamani kuwa safi katika nyumba zetu, katika ofisi zetu, hatuna budi kuchukia dhambi, kwa sababu mbele za macho ya Mungu ni uchafu. Sio hilo tu, lakini dhambi inaitwa maradhi ya moyo. Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 38 mpaka mstari wa 39. Hapa tunasoma kwamba ikiwa mtu ana maradhi ya moyo naye akaingia katika nyumba ya Bwana akawa anatubu juu ya dhambi zake, mtu yule naye apate kusamehewa dhambi zake. Dhambi inatajwa hapa kwamba ni maradhi ya moyo, ni ugonjwa mzito. Mtu yote anayefanya dhambi anaumwa. Mlevi yoyote mbele za macho ya Mungu ni mgonjwa, anaumwa. Na mwizi ni mgonjwa. Mwenye dhambi yoyote ni mgonjwa machoni pa Mungu. Ndio maana hata sisi wahubiri tunapokuwa tunahubiria wenye dhambi, hatuna budi kushughulika nao kama wagonjwa ambao tutatamani kuona wanapona, wanafunguliwa kutoka katika hali walizonazo. Na hivyo hata tukihubiri, tutahubiri tukiwa tumejaa upendo ndani mwetu. Hata sema kama unataka kutibu dhambi zako, shauri yako utajijua mwenyewe. Kama unataka kuokoka, shauri yako utajijua mwenyewe. Hapana, dhambi ni maradhi ya moyo. Ikiwa ni wahubiri, tunahubiri, hatuna budi kuja na kumleta Yesu Kristo na kumtaja Yesu Kristo kama tabibu wa mioyo hii. Haleluya. Sio hilo tu, lakini dhambi inaitwa unajisi. Tito sura ya 1 mstari wa 15 mpaka 16. Dhambi inaitwa unajisi. Mioyo yao na fikra zao zimejaa unajisi. Ingawa wanakiri kwamba wanamjua Mungu, lakini kwa matendo yao wanamkana. Unajisi sasa ni uchafu uliokithiri. Ni uchafu uliokithiri. Lakini sio hilo tu, lakini dhambi inaitwa vile vile matapiko au matapishi, na vile vile matope. Katika waraka wa pili wa Petro sura ya 2 mstari wa 20 mpaka 22, mtu yote ambaye ameacha dhambi na kuokolewa alafu akarudia tena dhambi, inataja kwamba anafananishwa na nguruwe ambaye anagagaa matopeni, na mbwa aliyeoshwa alafu anayarudia matapishi yake mwenyewe. Unaweza kuona dhambi inafananishwa na tope. Dhambi inafananishwa na matapishi. Kumbe tunapojivuna, kwa sababu kila mwanamke anayekatisha tunafanya naye uzinzi, tunafanya naye uasherati, Mungu anatushangaa kwa sababu uzinzi huo ni matope, uzinzi huo ni matapishi.
Na Mungu anashangaa kuona watu wazima tunachezea matope, tunachezea matapishi na kujivunia kuchezea matapishi hayo na uzinzi huo. Tukiwa tumefahamu hilo sasa, tukiwa tunasogea ukingoni mwa somo letu, ni muhimu kuelewa mambo mengine kadhaa. Tunaweza tukafanya dhambi kwa kibali cha makuhani. Wako watu wengine wanasema, nimemwoa huyu mke, kwani yule mke wa kwanza nilimwacha, lakini nimemwoa huyu mke mwingine, askofu amenikubalia, mchungaji amenikubalia, na tena aliyefungisha ndoa hii ni askofu mwenyewe. Ile mkuu ndio aliyefungisha ndoa hii. Ndio, pamoja na askofu mkuu kufungisha ndoa yako, maandiko yanasema ni mume mmoja, mke mmoja, mpaka kifo kiwatenganishe. Pamoja na kibali cha askofu kwamba uwe mke mwingine, unaishi katika uzinzi maisha yako yote. Tunaweza kufanya dhambi pamoja na kibali cha makuhani. Angalia Biblia yako sasa katika Marko sura ile ya 14 mstari wa 10 mpaka mstari wa 11. Marko sura ile ya 14 mstari wa 10 mpaka mstari wa 11. Yuda Iskariote, yule mmoja katika wale thenashara, akaenda zake kwa wakuu wa makuhani apate kumsaliti kwao. Nao waliposikia walifurahi. Anataka kumsaliti Yesu. Hapa makuhani wanafurahia tendo hilo, wanamtia moyo kulifanya. Wakaahidi kumpa fedha, sio tu wanamtia moyo, lakini anamwambia yeye, ukimsaliti Bwana Yesu tutakupa hata na pesa. Itakuwa jambo zuri la kufanya. Unaweza kuona dhambi kuja kwetu pamoja na kibali cha makuhani. Yuda Iskariote alipokuwa na msaliti Yesu alipata kibali cha makuhani. Wakamwambia, fanya hilo, ni jema, tena tutakupa pesa ukiweza kumsaliti Yesu hata akauawa. Unaweza kuona tunaweza tukawa na kibali cha makuhani, lakini bado tukawa tumefanya dhambi kwa namna ile ile aliyofanya dhambi Yuda Iskariote. Unaweza kuona basi, kumbe kwa msingi huo, hata kama tumekwisha okolewa, hatuna budi kufahamu tukifanya dhambi, majina yetu hufutwa katika kitabu cha uzima kilichoandikwa mbinguni. Pale ambapo tumefanya dhambi na tunakuwa wagumu, tunakuwa hatuna utayari wa kutubu dhambi hizo na kuziacha, majina yale yaliyokuwa yameandikwa hapo mwanzo katika kitabu cha uzima hufutwa. Katika Kutoka sura 32 mstari wa 33 na Ufunuo sura 3 mstari wa 4 mpaka mstari wa 5, hapo tunaona maandiko hayo. Musa akasema, ikiwa hutawasamehe watu hawa dhambi, basi unifute mimi katika kitabu ulichokiandika. Mungu akasema, mtu yule atakayenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Unaweza kuona katika Ufunuo 3 mstari wa 4 mpaka wa 5 tunaona mambo hayo yanayo tunaona maandiko yanayofanana na hayo. Kwa sababu hii hatuna budi kuwa mbali na dhambi, kwa sababu kama dhambi moja tu ilimfanya Adamu na Hawa kutenganishwa na Mungu, sembuse dhambi 2 au 3 au 20 au 30. Ndio maana katika waraka wa kwanza Yohana sura ile ya kwanza tunasoma, yeyote yule akisema hana dhambi anajidanganya mwenyewe, wala kweli haimo ndani mwake. Hatuna budi kuwa wa kweli na kukiri kwamba ni wenye dhambi, alafu tukaungama dhambi zetu. Tukiungama dhambi zetu, yeye ni mwingi wa rehema hata atusamehe dhambi zetu hizo. Na tukija kwa moyo wa dhati na kukiri kwamba sisi ni wenye dhambi, Yesu Kristo utusamehe dhambi hizo bila masharti, na baada ya kutusamehe dhambi hizo anatupa wokovu. Luka 1:77, wokovu unakuja kwetu baada ya kusamehewa dhambi zetu, na tunaokolewa katika hatari ya kutupwa katika moto wa milele
ambao wote watenda dhambi watakwenda humo pamoja na ibilisi na malaika zake. Unaweza kuona. Kwa sababu hiyo hatuna budi kufahamu jambo jingine, kwamba hatuwezi kushinda dhambi kwa nguvu zetu. Hakuna mwanadamu anaweza kushinda dhambi kwa nguvu zake, ni mpaka kupewa uwezo. Ayubu sura 26 mstari wa 2, maandiko yanasema jinsi ulivyomsaidia yeye huyo asiyekuwa na uwezo. Yohana 1:12 Biblia inasema wote waliompokea, yani waliomkubali Yesu Kristo, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu ni wale ambao wanafanya maagizo ya baba yao, wanafanya maagizo ya Mungu kama atakavyo. Ni mpaka kupewa uwezo wa kimungu ndipo tunapoweza kufanya maagizo ya Mungu kama anavyotaka. Sasa tukiwa tumekwisha fahamu hilo, tunabudi kufahamu kwamba Yesu Kristo, Biblia inasema katika Waebrania, alipokuwepo hapa duniani alijaribiwa sawa na sisi katika mambo yote, lakini hakutenda dhambi kamwe. Na andiko yanaeleza vile vile katika Waebrania sura ya 2 kwamba huyo anaweza kutusaidia sisi tunaojaribiwa. Yeye ambaye anaweza kutusaidia na kutufanya kushinda mtihani wa hesabu au wa historia au wa jiografia, bila shaka atakuwa ni yule ambaye yeye mwenyewe ana uwezo mkubwa katika masomo hayo. Kama anapata 100% katika masomo hayo wakati wote, na sisi tunapata 5% tu, 5% au 10%, basi tutakwenda kutafuta msaada kwa huyo anayepata 100%. Sasa manabii wote wanaoitwa mitume, wote wa viongozi wa dini, hakuna hata mmoja ambaye hakufanya dhambi alipokuwepo hapa duniani ila Yesu pekee. Huyo ndiye ambaye 100% hakufanya dhambi. Kama ni mtihani, alipata 100% katika mitihani yake yote. Na hivyo huyo ndiye pekee wa kumwendea ili atupe msaada wa kushinda dhambi. Uko tayari kumwendea Bwana Yesu leo? Uko tayari kumwendea Bwana Yesu leo? Hapo ulipo simama juu. Ikiwa unajifahamu sasa ni mwenye dhambi na unataka msaada kwa Yesu Kristo akupe uwezo kushinda dhambi na hivyo upate wokovu, unachotakiwa kufanya ni kuweka mikono yako miwili juu pale pale uliko. Ni kuweka mikono yako miwili juu sana pale pale uliko, kama mtu ambaye unakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi na sina uwezo wa kushinda dhambi, na Yesu Kristo atakupa uwezo huo sasa hivi wa kufanyika mtoto wa Mungu. Asante wewe uliyeweka mikono yako juu. Mungu akubariki sana. Wewe uliyeweka mikono yako juu, sasa chukua hatua nyingine. Toka pale uliko, halafu sogea hapa mbele. Tunapoimba wimbo moja kwa moja, sogea hapa mbele ili uje tuombe pamoja na wewe, ili mkini upate uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Sogea hapa mbele ili upate uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Nitwa hivi nilivyo, mwaga naja tena, nitwa hivi nilivyo, umemwaga damu yako,
naja. Njoo hivyo hivyo na dhambi zako. Nitwa weka mikono yako juu sana kama mtu anayehitaji msaada. Mwaga damu yako. Naja. Mimina moyo wako tena unapoimba wimbo huu. Nitwa hivi ilivyo, umemwaga naja. Ukiwa umeweka mikono hiyo miwili juu, ukiwa umeweka mikono hiyo miwili, fatisha maneno haya. Sema hivi: Mungu Baba, hakika mimi ni mwenye dhambi. Natubu dhambi zangu zote kwa kumaanisha kuziacha. Bwana Yesu, nisamehe dhambi zangu zote. Nisamehe dhambi zangu zote. Ili kuanzia sasa moyo wangu upate kuwa safi. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, hakika nimejaa matapishi, nimejaa matope. Maana dhambi ni matope, tena ni matapiko. Hakika nina nguo chafu, nivue nguo zangu chafu, nivike mavazi meupe, mavazi yaliyo safi, ili yamkini kuanzia leo nipate kuwa na nguo safi, niwe mbali na matapishi, mbali na uchafu, mbali na unajisi. Bwana Yesu, hakika nimekengeuka na kuacha mpaka wa neno lako. Ninatubu dhambi zote kwa kumaanisha kuziacha na kupokea Bwana Yesu ndani ya moyo wangu. Nipe uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu kuanzia leo. Bwana Yesu, asante kwa kunisikia na kunipa uwezo wa kufanya mapenzi yako, na hivyo kuniokoa katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Sasa ninaomba kwa ajili yako ulioko hapa mbele, weka mikono yako juu tena. Bwana wa uweza na kusihi, wasamehe wanawake na wanaume hawa kila mmoja. Sio tu msamehe na kufuta dhambi zake zote, lakini na kusihi kwa jina lako Yesu Kristo,
kila mmoja umpe uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu, ili kuanzia sasa kila mmoja aliyoko hapa awe na uwezo wa kufanya mapenzi yako. Mpe kukaa katika usafi mpaka siku ile ya mwisho. Mpe hofu ya Mungu ndani mwake na kuiogopa dhambi kama tunavyoogopa uchafu na kujiweka mbali nao, ili yamkini katika usafi wote kila mmoja apate kukuona wewe, maana neno lako nasema heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Tunatumaini umebarikiwa na mafundisho haya. Biblia inasema katika Yakobo sura ya 1 mstari wa 22, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Isikilize kaseti hii tena na tena na kuwapa wengine pia. Mungu akubariki.